Ndugu zangu, mimi naogopa vitu vitatu tu: siku ya kufa peke yangu, wengine unaacha wanaenda sokoni, wanaenda kwenye mipira, siku nzito. Ya pili, siku ya kwanza kaburini. Kaburini. Tatu, siku unaulizwa, dunia nzima wanakuona wewe, usijifanya mjanja, mnazima taa, unapita sehemu siku hiyo inaonyeshwa live. Haki ya Mungu live. Kwani watu wanacheza mpira, kwani filimbi Manzese amuisikii? Ikipigwa filimbi Ulaya, wengine wanasema refa kakosea. Filimbi imepigwa Ulaya. Ndio itavyokuwa siku ya Kiyama, anapita mmoja baada ya mwingine. Bahati mbaya zaidi ambayo itakukosti wewe na mimi ni kisimamo kirefu kusubiri zamu yako. Hebu toa nchi nyingine tu, tufanye Tanzania tu, ndio Mungu anatuhesabu. Wewe utakuwa wangapi? Acha nchi nyingine, Tanzania tu Allah anatuhesabu. Wewe utakuwa wangapi hesabu yako kufika? Sijakupa Marekani, Canada, Toronto, Vancouver, Venezuela, Malaysia, Singapore, Uturuki. Hao ndio wako hai, bado waliofufuliwa na wao watakaa foleni. Wewe utakuwa wangapi kuhesabiwa? Wewe siku hiyo uioni nzito? Wewe acha bwana, acha. Mimi uwezo wa kuongea na Waislamu, nyie mmesoma kuliko mimi. Mna balagha na sijui nini, sikne sijui nini, nada shada. Mkristo hataki shada, hataki. Wapi aya kwenye Biblia Yesu kaenda kuhiji Maka ili nijue Uislamu ni dini? Na wewe bila kumkawiza unampiga Mathayo 7:20. Yesu anasema mbweha wana mapango, ndege wana viota, mimi sina pakulala. Afu namwambia asiyekuwa na pakulala ni masikini. Masikini haruhusiwi kwenda hija. Wewe unaweza wewe? Huyu hapa imamu ili swali miaka 100 mpaka naenda akhera ajibu. Ni mimi tu au vipi? Kuna kidume mmoja juzi kaniombea dua, akasema Ustaz Mazingi, wallahi navyokupenda wewe mzee, na kuombea dua yani utangulie mapema ukakute thawabu zake. Ngambia we ishi hapo hapo. Dua gani ya kutangulia mapema?